DAWASA nyinyi mna manage mifumo ambayo ni very complex ya kusambaza na kudistribute maji. Ile mifumo ina fall apart kila siku. Kwa hiyo nyinyi ni lazima mstay focus every day. Kwa hiyo watu wanaaminia DAWASA ikiwepo ina deliver. Hiyo ni credibility kwenu. Nawapongeza. Niwapongeza sana. Na leadership ya DAWASA kwa kweli inakuwa defined na crisis. Kwa sababu crisis inapotokea DAWASA na make headline. Maji yakiwa yanatoka watu wanakunywa maji, huwezi kuisikia DAWASA popote inatajwa. Kwa hiyo leadership ya DAWASA inakuwa defined na crisis. Kwa hiyo lazima mtengeneze sana ability ya manage crisis. Mimi kwa upande wangu navyohudumia wananchi wangu, watu wako very comfortable, wanafurahia huduma zenu. Lakini kwa maana ya performance ya taasisi ya DAWASA, matokeo yanajieleza, sio eneo ambalo nataka kusema sana. Tunaposimama leo tunapofanya baraza hili katika mkoa wa Pwani, kama mnavyofahamu, tunatoa huduma ya maji. Vyanzo vyetu vingi vikuu vya maji katika jiji la Dar es Salaam na Pwani viko katika mkoa wa Pwani. Katika kipindi hiki chote karibu shilingi trilioni 1.2 zinatumika kuboresha huduma ya maji katika hili eneo la DAWASA. Trilioni 1.2. Na kati ya hizo bilioni 800 ni miradi ya maji safi na bilioni karibu 400 ni miradi ya usafi wa mazingira. Kwa hiyo utaweza kuona kwamba ni uwekezaji mkubwa sana ambao umefanywa katika kipindi hiki cha kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma ya maji katika eneo la huduma la DAWASA kwa maana ya mkoa wa Dar es Salaam, vile vile na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Pwani. Lakini kati ya miradi hiyo ambayo imekamilika na mingine imeendelea, iliyokamilika ina zaidi ya bilioni 345 na miradi inayoendelea ni zaidi ya bilioni 855. Kwa hiyo utajaribu kuweza kuona kwamba kuna kazi kubwa imefanyika na kazi kubwa bado inaendelea kufanyika kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma ya maji. Pekee tupende kuchukua nafasi hii kushukuru serikali. Kama mtakumbuka, zaidi ya shilingi bilioni 336 zimewekwa pale. Ujenzi umeanza, utekelezaji unaendelea, tuko zaidi ya 28% ya utekelezaji. Ni matarajio yetu kwamba kufikia mwakani kwenye mwezi wa 6 basi mradi huu ukiwa kamilika utaweza kutuhakikishia kupata huduma ya maji safi na salama. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hayo ambayo yamefanyika.